ni lazima kila mwanajamii aweze kuandama sheria ama kuandama baadhi ya vipengee katika katiba yetu ya Kenya vinavyosema ni kwamba lazima mwanajamii lazima ajali maisha ya mwanajamii mwenzake. Kwa hivyo tunatolea wito vijana kwamba wajieke mbali na haya magrupu ya vurugu, vile pia wajieke mbali ama washirikiane na baadhi ya viongozi ambao wanafanya kazi na jamii ili wao waweze kudumisha usalama na vile kuweka amani kwa pamoja. Muda wa miaka sasa, masala ya vijana kujiunga na magengi, kutumia mapanga na visu kuumiza watu hapa Lamu imekithiri sana. Tumeona machifu wakiuawa, tumeona vijana wakikatwa miguu, na sasa hata maafisa wa usalama wanaingiliwa na kupigwa visu. Hii yote ni ishara ya kwamba usalama umezorota katika maeneo ya hapa Lamu. Kwa hivyo lazima tushurutishe vitengo vya usalama, hasa Wizara ya Mambo ya Ndani. Tumeona vile Murkomen akitembea sehemu zingine wakiweka mikakati ya kutosha kumaliza masala kama haya. Kwa nini hapa Lamu hawawezi kufanya hivyo? Kwa hivyo tunaiambia Wizara ya Mambo ya Ndani wahakikishe kwamba wale maafisa walioko hapa wameongezewa support, tuongezewe ujuzi na vile vifaa ili waweze kushughulikia hili swala kiundani, waweze kulitatua. Tunakemea vikali masala haya ya mashambulizi kwa maafisa wa usalama, na pia vile tunaomba jamii waweze kushirikiana na maafisa wa usalama ili kuweza kuhakikisha kudumisha amani katika kaunti yetu kwa jumla. Jambo la usalama linahitaji political goodwill kutoka kwa wanasiasa wa Pwani. Ukiangalia jukumu la kuweka usalama na safety ya jamii limeachiwa polisi peke yake, but it is a collective responsibility and we are calling upon our politicians to tone down and to calm down. Waje wakae na wanajamii, wahakikishe ya kwamba kutakuwa na dialogue, kutakuwa na conversation ambazo ita involve the security apparatus na jamii, ili kuhakikisha ya kwamba mambo kama haya hayawezi kutokea tena.